بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na vikao vyetu kwa muda mchache baada swala hii ya adhuhuri kudurusu maneno ya dini yetu na haswa yanayohusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Jana tulizungumzia mambo ambayo yanaharibu funga ya Muislamu, lakini mambo ambayo ni ya kisasa, ni ya kileo. Tukajaribu kuyataja mambo matano ambayo katika jamii zetu yapo, ambayo ukienda miaka 500 nyuma huko hakuwepo. Tukataja mambo hayo ambayo yanaharibu funga ya mtu. Leo biidhnillah tutajaribu kutaja mambo ambayo yanaharibu hayaharibu funga ya mtu, lakini vile vile ni mambo ya kileo, mambo ya kisasa. Lakini ukiyafanya hayo au yakikutokezea, bado funga yako ipo sahihi, haina wasiwasi wowote. Na tukumbuke tulisema asli, kwa mujibu wa wanachuoni anasema asli ya kupatikana mambo ambayo yanaambiwa kwamba ni yanabatilisha saum ni ile aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliposema fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataba Allahu lakum, inaendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo asli ya hayo ni aya hiyo, lakini kama halijakutokezea lolote katika hayo, unaambiwa wewe funga yako iko sahihi na usiwe na wasiwasi, uendelee na funga yako. Hebu tuyatizame haya mambo ya kileo ambayo hayafunguzi yakikutokezea. Awalan, ya kwanza qatratul udhun. Qatratul udhun, letonye ambalo linawekwa kwenye sikio. Matonye yale yanawekwa kwenye sikio ya dawa, unaweka kwenye masikio yetu. Anasema mwenye kitabu la tufsidu siyam, tonye hilo lilowekwa haliharibu funga walau wajada ta'maha fi halqihi, hata ukihisi ladha fulani unaipata kwenye koo. Tonye limewekwa sikioni huko, ukaipata ladha kwenye koo yako, wanachuoni wetu wanasema hapa hiyo bado haijafunguza. Lianna al-udhuna, kwa sababu sikio laisa bimanfadhil mu'tadi liljawfi. Anasema kwa sababu sikio si njia iliyozoeleka ya kawaida ya tumbo. Hiyo ndo sababu, sio njia ya kawaida ya tumbo, njia ya kuelekea kwenye tumbo. Wa mithluhu, na mfano wa hilo, ghasulul udhn, kusafisha sikio, ambao wanaita nini ile? Wanaita kitu gani ile? Kupiga bomba, kupiga bomba. Wana sikio mchana wa Ramadhani la kusumbua, la niuma, ukaenda ukaambiwa hapa itabidi hili sikio lako chafu tukupige bomba. Kwa kitendo hicho cha kupiga bomba, anasema hakifunguzi. Hakifunguzi. Na kupiga bomba nzuri ile, tuifanyeni jamani, tusafishe masikio. Wa ayu ilajin an tariqi al-udhun, na tiba yoyote inotumika kwa kupitia sikio. Tiba yote inotumika kwa kupitia sikio, wanasema hiyo haifunguzi.
Wal aslu huwa sihhatu siyam, na asili ya hapo ni kusihi kwa funga. Kwa hiyo wale wana wasiwasi labda pengine na dawa ya sikio, kuweka dawa yangu kwenye sikio bwana itafunguza, na wanaambizana inakuja paladha ile dawa, unasikia uchungu hapa. Wataalamu wetu hawa baada ya kukaa na madaktari na kuzingatia maelezo, wakatoa jawabu hii kwamba hiyo haiharibu funga ya mtu. Hilo la kwanza. La pili anasema qatratul aini, matonye yale ya macho kwenye jicho unaweka. Jana mzee wangu aliligusia, aliliuliza, nikamwambia leo inshallah tutapita kipengele hicho, kwenye sikio, kwenye jicho. Vile vile hilo anasema la tufsidu siyam, tonye hilo lilotoa kwenye jicho haliharibu kabisa funga. Hatta law wajada ta'ma alqatr fi halqi, hata kama ukihisi lile tonye limekuwa huko kwenye jicho lako, ukahisi ladha fulani hapa kwenye koo yako. Anasema li anna al-aina, kwa sababu hilo jicho laysat bimanfadhi mu'tadi ila al-jawfi, si njia ya kawaida kwenda kwenye tumbo. Tumesikia vizuri wazee wangu Wa mithlu dhalika, na mfano wa hayo, alkuhlu, wanja, kutia wanja. Kiweka wanja, kwa sababu wanja hautii chini, unatoa ndani kwa ndani. Kwa hiyo ukisema metia wanja, huu wanja unafunguza huu, we tia wanja, tia wanja. Kama unataka kutia wanja, we tia. Falaisa lahu nufudhun ila jawf, haina njia kwenda katika tumbo, haina. Fala yufsidu siyamu bih, kwa hiyo haiharibu funga. Kwa hiyo hapa tunafundishwa kwamba tonye kwenye masikio, tonye kwenye macho, hata ukihisi ladha hapa, ujue hiyo bado saumu yako ipo pale pale. Na haya hajaja hivi hivi tu, hawa wametolea majawabu, wamefanya bahthi, wamekaa na madaktari, wamekaa na wataalamu, wakapewa maelezo, halafu wakatoa jawabu. Kwa hiyo sio kama watu wanachukua mambo kijuujuu tu. Imefanya jitihada kubwa, kwa sababu hapa hawa wanatolea jawabu, halafu baadaye waje wasimame mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wamefanya tu haya mambo bila kuwa na ushahidi wowote. Haiwezekani. Kwa wamefanya tafiti ya kutosha kabisa, wakaja wanachuoni na majawabu haya. Kwa hiyo usije ukaondoka hapa tena ukaona wasiwasi. Katie dawa yako ya sikio lako la kuuma, kapige bomba hiyo. Unasubiri nini? La, kama unataka mtafanya hivyo mcha kuftari, haya faaula, itakuwa vizuri zaidi. Lakini ukifanya sasa hivi baadaye haina tatizo. Kwa hiyo wengine zamani nilikuwa nazungumza sana kile kijiti cha masikio kile. Wazee wetu sawa kama tadini walikuwa hataki mchezo. Hakuna kuchezea sikio. Unafungua kijiti kile. Na sisi vile vile tulikuwa tukiambizana, ushafungua. Si ndio? Ushafungua. Lakini alhamdulillah wamekuja wataalamu wakafanyia kazi na wakatolea majawabu. Thalithan, ya tatu, al-aqrasu allati tudau tahta al-lisani, vidonge ambavyo vinaweka chini ya ulimi. Jana nilijaribu kuvigusia. Vidonge ambavyo vinawekwa chini ya ulimi. Ulimi unaunua, unakiweka kidonge chini pa. Ansema wayastakhdimuha ghaliban almusabuna bi amradhi alqalbi, na mara nyingi vidonge vya aina hivi wanavitumia wale wenye maradhi ya moyo. Wayamtasuha aljiddu tahta lisani, na vinafonzwa na ngozi ambayo iko chini ya ulimi mpaka kinayayuka kile. Hazungumzi kidonge ukipeleka ndani. Ukipeleka ndani hivi hivi bila shaka ushafungua. Lakini kile ambacho wanapewa na kieka chini pale, kama wale wale wanakula nini ile mirungi sio, wanaweka chini hapo nini, anaweka chini hapo. Sasa na vidonge vipo vile vile vinawekwa chini. Hiyo mirungi hiyo inafunguza.
Fungu alhamdulillah, katika jamii yetu hicho kitu hakuna kwa 99.9 na ngapi. Kwa hichi vidonge hivi havifunguzi. Wala tufsidu siyam, na wala haiharibu funga, liannaha laysat aklan wala sharba, kwa sababu hicho si chakula wala si kinywaji, hakiharibu. Walaysat fi maana al-akli wala shurb, na wala haingii katika maana ya chakula wala katika maana ya kinywaji. Wal aslu huwa sihhatu siyam, lakini asili haswa ni kusihi kwa funga ya mtu huyo anayetumia vidonge vya aina hii. La ukiwa na wasiwasi, basi eka kidonge chako wakati gani? Ukisha kuftari. Na wasiwasi, mimi na wasiwasi, bali hili jambo lijanikalia sawa, mara nitakuja kukimeza hichi, mara hivi na hivi, basi tafuta wakati wa kuftari kwa weka. Rabian, la nne, almarahimu, kama mnaweza kusema mafuta, lakini kama aina poda fulani, kama poda hivi, lakini ni mafuta ambayo haya yanatiwa kwenye kidonda. Mfano umetokwa na donda kubwa hivi na nini, unakuwa unatia kama sijui unahitaji etimadma uta fulani hivi, unapaka hivi, na kwa sababu pale pana damu, na sie kule tulizungumza swali la kusafisha figo, sababu usafishaji wa figo unakuwa ndani yake mnakuwa kama maji fulani, maji yanaingia ndani ya damu ile, na ana virutubisho fulani, kwa hiyo inakuwa inafunguza. Sasa maana yake nini? Na wewe ukiweka ile dawa kwenye ile donda, ukiitiatia hivi, maana yake ile dawa inaenda ndani ya nini? Ndani ya damu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, ile dawa uliyoweka ya mafuta ile uliyoweka hapa haifunguzi. Ndio hicho anachokusudia kutuambia hapa. Anasema li'annaha laysa biakli wala shurbi, kwa sababu hiyo si chakula wala kinywaji. Walaysa fi maana al-akli, na haingii katika maana chakula wala shurbu wala kinywaji. Bijamii anwahiha, kwa aina zake zote. Kwa hiyo kama utatia sijui dawa gani, utatia ile kile kidonge cha zamani tunotia kino rangi mbili kile tunapaka, kama utaeka mchanga, vumbi, kama tulivyokuwa tukifanya hivyo, vote hivyo havifunguzi. Kwa sababu tunasema hofu ya mtu itakuja vipi hapo? Hofu ya mtu maana yake ukiitia ile dawa inaenda kwenye damu. Kwa hiyo vipi hapo? Wanasema wanachuoni haifunguzi. Khamisan, ya tano, istikhdamu, kutumia oxygen. Hili neno hili limetolewa kwenye Kiingereza, limeletwa kwenye Kiarabu. Oxygen lisaib, kutumia oxygen kwa yule ambaye amefunga. Kwa hiyo umeenda umekimbizwa hospitali, pumzi hupati vizuri, kaambwa lala tukuwekee oxygen, ukawekewa ile. Kwa hiyo wanasema ukiwekewa hiyo oxygen haiharibu funga yako. Anasema la yufsidu siyam, haiharibu funga. Lianna hadha oxygen, kwa sababu hii oxygen inama huwa yajri majri nafsi, inapita sehemu ya hewa. Sehemu ya hewa, na nyinyi mnajua kwamba kuna sehemu ya hewa katika mwili wetu, haichanganyiki na vitu vingine. Na hiyo sehemu ya hewa hiyo ikija ikapita maji, wewe tunakupeleka Kwerekwe. Sehemu ya hewa kikipita kitu chengine, wewe kama ndo na kwenu Donge, tutakufikisha Donge. Wapi tutakufikisha? Sehemu ya hewa. Kwa hiyo ni sehemu maalum ya hewa ndio inopita hiyo oxygen. Wala yadhhabu lilmu'tadati, na wala haiendi kikawaida, haiendi kwenye nini? Tumbo, haiendi tumboni. Wa hadha huwa alqawlu raji, na hii ndio kauli yenye nguvu. Oxygen ile haina tatizo lolote. Sadisan, ya sita, bakhahu ribwi, dawa ya pumu, wanaita spray, dawa ya pumu ile wanaweka ile dawa ya pumu. Anasema hiyo la yufsidu siyam, haiharibu funga. Lianna hadha albakhaha, kwa sababu hii spray hii inama yadhhabu li qasbati alhawaiya, kwa sababu hiyo moja kwa moja inaenda kupitia barakallahu fik. Kumbe sahibu anayo bakhah, jamani, hii bakhah ribwi hii hapa mistumi, lakini ndio ningetoa mfano hapa ili kuutiliza kuonyesha mkazo.
kwamba unaweza kutumia hii hapa, hii kamera waione, hii Baha haina tatizo hii kutumia biidhnillah, na nyingine ile kule. Lakini kama hiyo yako wewe ina poda, itakuwa haifai. Hiyo ya pua tushazungumza, sisi tuzungumza pua tumezungumza jana katika namna mbili, na leo tumezungumza dawa ya pua. Tumesema ile matonye ya pua, tumesema yale matonye yakiingia ndani, yakifika ndani yanafunguza, kwa sababu yale yana nafasi ya kwenda tumboni, njia yake inaenda tumboni. Lakini unaweza kutumia dawa kwa ajili ya puani, wanasema ikae hapa juu. Kama mfano hiyo tujalie Vicks uiweke kwa hapa juu, sio uitie ndani. Na tulitoa dalili walioisimamia wanachuoni katika hili. Asema Mtume sallam, wabaligh fil istinshaq, nafikisha mbali wakati unapeleka maji puani. Istinshaq, kupandisha maji puani. Baligh, yapeleke ndani kwa illa an takuna saim, isipokuwa wakati umefunga, usiyafikishe maji huku. Na tukajaribu kutoa mfano, unachukua maji yako kidogo hapa, unaskutua, unabakisha hapa, unatia puani, unayashusha huku, unafanya mubalagha, alafu unapenga. Sasa ikiwa umefunga usifanye hivyo. Kwa wanachuoni wakasema hapo hapo, na sisi tunachukulia hoja na dalili kwamba hapa utaruhusiwa, lakini kufikisha ndani, ikiingia ndani tayari wewe ushaharibu funga yako. Umefahamu mwalimu wangu? Barakallahu fik. Kwa hiyo vile vile inaharibu, haiharibu funga hiyo. Nini hii tunaizungumza hii? Wa amma ilaju ribi alladhi yakunu ala shakli kapsulati, na ama kufanya matibabu au unajitibu, unajiponesha kwa kutumia hivi vifaa, kifaa hichi, lakini ndani yake inakuwepo capsule unakuwa kama unga hivi, ndani yake unakuwa kama poda, wanaweka mdomoni hapa, inakuwa kama hichi, unakuwa kipande hivi fulani, lakini unavuta hiyo. Ni miongoni mwa hizo tiba za nadhani pumu hizo, lakini nakuwa ndani mna poda. Asema ama kuhusiana hicho, wayakunu fi mithli budar, poda hiyo inaitwa budara katika lugha ya Kiarabu. Poda, budara ndo poda, inakuwa kama poda. Yadhamu almaridhu, anaiweka hiyo mgonjwa, fi famihi, katika kinywa chake. Fatakhtalitu birriq, poda ile inachanganyika na mate. Fayabtaliuha, kisha anameza. Poda inachanganyika na mate kisha anameza. Fahadhihi mafsadatun lisiyam, ama hii inaharibu funga. Hii hapa ya kupuliza haina tatizo, ama ile yenye unga poda ile unavuta, unachanganyika na mate yako, unashusha tumboni, hiyo anasema inafanya nini? Inafunguza. Lianna laha jirma, kwa sababu ina umbile yenyewe, ndio hiyo poda yenyewe. Ukikamata hivi unaipata sa poda. Fahiya ashbahu bitaami au sharabi, kwa hiyo dawa ya aina hiyo inafanana na chakula au inafanana na kinywaji, kwa hiyo ndio maana inakuwa haifai. Thamina ni ya 8. Tusikilize vizuri, msije mkaondoka jamani, vitu muhimu hivi ndio vya dini hivi. Unaweza pengine ukatoka tu hapo ukaja ukakutana nacho kitu, mzee, jambo hili eti lilikuwa hivi na hivi na hivi, kumbe wewe umeondoka. Asidunke mtu, inshallah. Tunamalizia la 7, mindarul ma'idda alladhi yadkhulu an tariqi fami, kamera, kile kifaa cha kamera ambayo kinapitishwa kwa kupitia njia ya mdomo. Baadhi yetu bila shaka hapa zoezi hilo limetukuta, unapitishiwa kamera ile mdomoni hapa, inaenda kuangaliwa huko una vidonda vya tumbo au una uvimbe au kuna sehemu umechanika, mara unaonekana unatoka damu tumboni, kila ukila mara unatapika, mara ukifanya hivi damu zina, kumbe umechanika ndani huko, kigae kimeingia, sijui umeingia mwiba huko, kwa unapitishiwa ile kamera ile. Ramadhani
Kamera hiyo ukipitishiwa Ramadhani, wanasema hiyo hujafungua, anasema hiyo hujafungua. Sawa wazee wangu, idha adkhala min ghairi an yahtifa bihi al-umur al-ukhra, endapo kama itaingizwa bila ya ule mrija wake ile kuambatanishwa na kitu chengine, fala yufsidu siyam, hiyo itakuwa haifunguzi. Amma idha saaba idkhalun min dari ashya'a ka an yudha alayhi madatul dahaniya, asema ama ikiwa hiyo mashine inaingizwa hiyo pipe lakini ikaambatanishwa na kitu chengine kama kuwekewa mafuta kwa ajili ya kulainisha ili ipite vizuri, maana inatiwa mafuta ili isije kukuumiza wewe, maana ikiwa kavu pengine itakuumiza. Sawa kwa inapitishwa ile, inapitishwa, inatiwa mafuta ile, inapitishwa. Sasa ikipitishwa na mafuta, anasema hapo tayari itakuwa hiyo inafunguza. Ikipitishwa kavu haina tatizo, ikipitishwa na mafuta inafunguza. Au umbubatun, au umepitishwa, au hiyo kamera ndani yake ina kijipaipu, yanfidhu minha maa litandhifi, inatoa maji kwa ajili ya kusafisha vitu vilivyokuwepo njiani, nasafisha vitu vile. Kwa hiyo kwa vile inatoa maji, hiyo kamera hiyo inafunguza, kamera hiyo inafunguza. Kwa hiyo kwa namna hiyo fa yufsidu siyam, kwa hali hiyo itakuwa imeharibu funga, lakini kavu haina tatizo. Ama hapo kwenye 7, manadhiru allati tustakdamu an tariqi mahbali, zile kamera ambazo zinatumika lakini kwa njia ya uke, inapitishwa mbele ya utupu uke, au fathati sharaj, au sehemu ya nyuma. Najua matibabu siku hizi ya kitaalamu, kwa itakuwa ile pipe inapitishwa mbele au inapitishwa kwa nyuma. Kuna vitu pengine mtakuwekwa dawa au unataka kuangaliwa, wataalamu wenyewe wanajua. Ukipitishiwa hiyo, au kama mtu kapitishiwa hiyo na huyu ana mfano wake, fahadhihi kulluha la tufsidu siyamu mutlaka, hii yote moja kwa moja hii haiharibu funga, kwa sababu imepitishiwa si kwenye mdomo. Wa hatta walau kanat mutayyibatan madatul dahniya, hata ikiwa imepakwa na mafuta, maana huku mdomoni ikipitishwa na kavu haifunguzi, ikipitishwa na mafuta au pipe yenye kutoa maji inafunguza. Lakini hizo sehemu nyingine tunazitaja mbili, ikipitishwa kavu, ikipitishwa na mafuta na maji haifunguzi, sababu huo si mdomo. Mfahamu wazee wangu Jengine asema tahamili lati takunu an tariqi fathati sharaj, dawa ambazo zinapitishwa nyuma. Tuombe salama hapo, tumuombe salama Allah, tumuombe salama salimini. Madaktari wanajua mitihani, kuna dawa itabidi pengine bawasiri, nasallallahu alaihi wal afya, na maradhi mengine. Kwa hiyo unakuwa unakutana mtihani ule, kwa hiyo itabidi upitishiwe dawa. Na Ramadhani kuna bwana, nimeenda bwana na jamaa yangu apitishiwa dawa ya aina hiyo, vipi tutakuwa shafungua? Hajafungua. Hiyo haitwi kula wala haitwi kunywa, wanachuona wanatuambia hajafungua. Na chengine cha 8, alafu tunamalizia cha 9, at-takhdiru, ganzi. Hii ganzi tunaijua. Idha kana at-takhdiru mawdhi'iyya, ikiwa hii ganzi unawekewa baadhi tu ya sehemu, si mwili mzima. Pengine watu kakutwa na mtihani, mguu unakatwa au operation sijui wa tumbo, kwa hiyo akapigwa ganzi ile sehemu husika tu, akawe kila kitu anakiona pale kinachoendelea. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, jamani maganzi yao tena na Ramadhani hii. Ganzi hiyo haina tatizo, wanachuona wanasema haina tatizo.
Lakini ikiwa ganzi hiyo au tunaisukuma zaidi mbele zaidi, neno zaidi, nusu kaputi ndo tunaita nusu kaputi, ile sindano ile na nini, wewe ukazima pengine wasema nini wanasema operation yako itakuwa refu kidogo, pengine masaa 5. Hebu tuanze alfajiri pale, tuanze alfajiri. Kwa ikaanza alfajiri ile, mwenyewe ushatiania kufunga, ikaenda mpaka pengine saa 4 saa 5 akamaliza. Lakini wewe hujaja juu saa 7 saa 8 10 12 magharibi, wewe hunafunga pamoja na kwamba umetia nia. Mchana mzima hujaibuka, asema hunafunga. Ikiwa utaizindukana, ikiwa mwanzo wa siku ile au katikati ya siku ile au mwisho wa siku ile, funga yako ipo pale pale. Kwa hiyo vijana wale wa form 6 nyie na wengine, usijifanye unaupenda usingizi ukasema leo acha ni uweke, ukaweka kuanzia alfajiri mpaka magharibi, Allahu akbar Allahu akbar, funga huna. Umesikia rafiki yangu? Salamu kwa wapi huko wenzio, huna funga. Ibada gani hiyo ambayo khalid akili yako haipo? Na ndio maana kama kwenye swala ukisema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu. Ukishakwenda marikiti tu una kitu, unapita marikiti, sijui Forozani, sijui ujue wewe huna kitu. Mara watoto wangu nao wale watoto msijawalipia ada paka leo, ujijue wewe huna kitu hapo. Ukishakurudi sasa hapo Mwenyezi Mungu anakuandikia. Kwa hiyo tena mara tukitoka mlangoni pale, katika 100 una 5, katika 100 una 10, na mwingine mwenye kufika 100 chini ya 100 hakuna. Au yupo rafiki yangu? Vipi unafikisha 100? Ndio umo 6 7 au maisha peleka risk kweli. Ukiingia tu unajikuta unaingia kwenye mawazo, mara waziliwa na mara majumba ambayo yanavunjwa, hata ila ndo Mtume na mimi nitaenda wapi? Sawa, mara na ile barabara inapita chini ya nyumba yangu itakuwaje? Ndo umo kwenye swala ile, unajikuta unaondoka una 2 tu kwenye 100 kwenye swala yako. Tumuombe Mwenyezi Mungu, lakini tusiwe nini madhali tumetia nia. Mwenyezi Mungu ana mtaalamu mmoja, Sheikh mmoja anasema, anatutanabahisha, anatuambia laiti kama mtu atakuwa anafanya ibada tangu anazaliwa mpaka anakufa, anasema bado wewe utakuwa hujatimiza ile haki anayotakiwa kupewa Allah subhanahu wa ta'ala, hujaitimiza. Lakini tizama sasa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaridhika na hicho kidogo chako ulichokuwa nacho chenye ikhlas. Mwenyezi Mungu hataki mirundiko ya mambo, anataka ikhlasi yako ndo anaiangalia. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, anatizama ile ikhlasi yako. Kwa utajikuta jambo duchu lakini limebeba ujira mkubwa kabisa. Tumombe Mwenyezi Mungu atuthibitishe katika hizi ikhlas. Akhiran, la mwisho, twende zetu, watu nishawaweka kidogo. Qalu sinni, kungoa jino, la yahsulu bihi taftir, kungoa jino haisababishi mtu kufunguza. Maana utakuwa na wasiwasi, damu nyingi zimenitoka au vipi? Kunyoa jino, na baadhi ya wakati ukimpata daktari mkorofi anakububujisha kweli kweli madamu, bubujisha kweli kweli. Na hasa wale wa zamani, siku hizi alhamdulillah pia afadhali. Zamani unawekewa uzi ule, napigwa uzi ule alafu unambweka hivi kichwa unambweka. Sikilizie hizo damu sasa. Tibabu ya zamani, sindano ile ya sindano moja watu 10 inatoa kwenye maji pita, inatolewa kwenye maji ya moto ana wengine pita. Tumepita mbali kweli, tumefika si haba, lakini
Kisa hivi sindano moja mtu mmoja, maradhi mengi. Kwa hiyo kung'oa jino, wanasema wanachuoni hapo, hii haifunguzi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Unaweza kaulizwa hivyo, ile usije kaona mtu ndo ataniuliza kung'oa jino linafunguza. Unaulizwa, mtu anauliza, hebu fikiria, mtu anauliza nikishika paja langu udhu umetenguka? Hoja tenguka, kashika nini paja lake au hata kalio. Sasa mimi nikigusa kalio udhu umetenguka, hoja tenguka. Unaona mambo hayo? Sasa vitu vyote ukiwauzu maana kushika kalio au kushika paja. Kwa hiyo usijiokona kitu jino basi, kutoa jino ndio inafunguza. Watu wanakuwa wanataka kujua. Tutosheke na hapo. Wallahu a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.